Wakati mahitaji ya nishati ya umeme yakiendelea kuongezeka na kasi ya uwekezaji na ukuaji wa miradi ya maendeleo nchini, serikali imeanza kuchukua hatua mahususi ya kuimarisha upatikanaji wa nishati hiyo kupitia mafunzo kwa watendaji wa taasisi mbalimbali ili kuongezea uwezo katika utafutaji na ufuatiliaji na uandaaji wa miradi ya maendeleo hususan katika sekta ya nishati. Akizungumza katika mkutano huo, Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Dr. Richard Muyungi amesema mafunzo hayo ni muhimu katika kipindi hichi ambapo serikali inaendelea kuimarisha juhudi za kutafuta rasilimali fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Aidha, Dr. Muyungi ameeleza kuwa hali ya uzalishaji wa umeme nchini inaendelea kuwa imara, huku akibainisha kuwa matumizi ya nishati mbalimbali ikiwemo gesi asilia yana mchango mkubwa katika kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika. Kama mnavyofahamu, sasa hivi nchi yetu iko katika mchakato mkubwa wa kutafuta fedha za kukabiliana na changamoto nyingi sana, na kasi yetu ya maendeleo inataka tuwe na mashirikiano ya kitaifa na kimataifa na kutafuta fedha ambazo zitatusaidia katika maendeleo tunayoyafanya sasa hivi. Kwa hiyo tulishirikiana na wenzetu wa Umoja wa Mataifa, ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia masuala ya maendeleo, pamoja na ofisi inayoshughulikia na masuala ya uhamasishaji wa masuala ya nishati jadidifu au renewable energy sources. Kwa hiyo tuna wenzetu kutoka UNCTAD na tuna wenzetu kutoka UNDSA ambazo ni ofisi muhimu katika masuala ya kujenga uwezo. Kwa hiyo muktadha mkubwa na muhimu wa mkutano huu ni kujenga uwezo wa kitaasisi, na ninafurahi kwamba sasa wamefocus kwa ZIPA kuhakikisha kwamba hizi taasisi zetu zinakuwa na uwezo wa kufahamu fedha ziko wapi, ni jinsi gani waweze kuzifuatilia, waweze kuziandikia miradi na waweze kuzipata. Kwa hiyo kubwa hapa ni kuhakikisha kwamba tunapotoka hapa kama Tanzania, kama Zanzibar, vijana wetu wa ZIPA watakuwa na uwezo sasa wa kufahamu wapi kuna fedha ambazo zitasaidia katika masuala mazima ya maendeleo. Lakini kwa muktadha wa mkutano huu, masuala yanayohusiana na kuwa na miradi ya kuongeza nishati, na nishati kama mnavyofahamu ni muhimu. Sasa tunaelekea kwenye zile tunaita nishati jadidifu ambazo haziharibu mazingira, nishati ambazo zitatusaidia kupunguza gesi joto, lakini kuhakikisha kwamba maendeleo yetu yanakuwa ni maendeleo ya kijani, ni maendeleo yanaendana na muktadha mzima wa dunia inakoelekea. Kwa hiyo mimi ambayo naweza nikatoa wito tu kwamba tunapoendelea sasa na mkutano huu tuhakikishe kwamba tunajikita kwenye kuuliza maswali, kuelewa na kuhakikisha kwamba baada ya mkutano huu hao wenzetu waliotoka kule kwenye hizi ofisi za Umoja wa Mataifa wanatujengea uwezo, lakini pia tujenge mashirikiano, kwa sababu hii ni fursa pia. Tunapowaleta hapa nchini wanakuja kwa ajili ya warsha hii, lakini pia tuwe na mashirikiano ambayo itatusaidia kama nchi kuhakikisha kwamba wakirudi kule wanarudi tena Zanzibar, wanarudi tena Tanzania, kuhakikisha kwamba wanatusaidia katika maeneo mengine ya maendeleo ambayo tunataka tushirikiane nao. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa ZIPA Saleh Said Mohamed amesema hatua hiyo itasaidia kuongeza ufanisi kwa watendaji katika kuvutia uwekezaji hususan kwenye miradi ya nishati mbadala ambayo ni nguzo muhimu ya maendeleo ya Zanzibar. Kubwa ni kuhakikisha kwamba tunapoelekea mbele tunaleta uelewa wa kutosha kwa wananchi wetu, lakini tunaleta uelewa wa kutosha kwa wawekezaji wetu na watendaji wa serikali, umuhimu wa nishati mbadala, lakini namna bora ya kuweza kuattract na kuvutia miradi ya nishati mbadala. Na hili linatokana na kwamba kile ambacho kinachoendelea sasa hivi. Mtangazaji amesema kutokana na changamoto ya umeme. Mimi siwezi kusema changamoto moja kwa moja, nasema kwamba tutizameni hali ya uchumi ilivyokuwa, hali ya miradi inavyokuwa. Tuna submersible cable ya zaidi ya megawatt 130, lakini kwa kipindi cha miaka 6 ZIPA peke yake, miaka 5 samani, imeweza kusajili miradi zaidi ya 630. Miradi yote hii inahitajia nishati ili iweze kutekelezeka. Lakini kuacha miradi ya ZIPA, kuna miradi mingine ambayo inapita katika idara ya PPP, miradi ya ujenzi wa bandari, miradi ya kama sasa hivi tunaelekea na Afcon. Kwa hivyo miradi yote hii tukitizama inahitajia nishati ya kutosha ili iweze kutekelezeka kwa hali ya juu, kwa kiwango cha juu zaidi. Kwa hivyo ndio lengo kubwa la kuwa na mkutano huu, kwamba tunahakikisha kwamba kupitia platform hii tunapata elimu
ya kuweza na kwa namna gani tunaweza kushirikiana na developing partner wetu tukasource hizi funds kuweza kutuwezesha sisi kama nchi kupata nishati mbadala au kupata nishati ambayo itasaidia ongezeko la mahitaji ya nishati nchini, lakini vile vile itasaidia kuendelea kuattract miradi zaidi, kwa sababu miradi yoyote ya kiuwekezaji ili ifike katika nchi kuwe kuna miundombinu. Katika miundombinu ambayo tunaiona sasa hivi, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Baraza la Mapinduzi, tuchukue nafasi hii tumpongeze kwa kuendeleza miundombinu ya barabara na miundombinu mingine ya afya, lakini miundombinu ya umeme au nishati ni critical katika kuvutia uwekezaji nchini, na ni sehemu muhimu sana kuhakikisha kwamba wawekezaji wetu miradi yao na mitaji yao ambao wanaiweka hapa nchini inawaletea tija. Kwa hivyo ndio maana tuko hapa leo, tunahakikisha kwamba kupitia platform hii, kupitia elimu hii ambayo tunaipata leo, tunakwenda kuwa-equip, tunakwenda kuwawezesha watendaji wenzetu, lakini tunakwenda kuwawezesha kampuni binafsi zinazowekeza katika nishati na zile ambazo zina lengo la kuwekeza katika nishati kuwa na uelewa mpana juu ya taaluma ya nishati, lakini namna bora ya kuforge partnership na developing partners au financial institutions ili waweze kupata mitaji, waweze kupata mkopo, waweze kupata funds ambazo zitaweza kuikuza na kuwekeza ndani ya miradi hii. Mkurugenzi mkuu wa ZECO Haji Mohamed Haji ameeleza kuwa semina hiyo itajenga uelewa mkubwa kwa sekta binafsi katika kuhakikisha ni namna gani bora ya kuzalisha umeme. Serikali imepitisha sera mpya mwaka jana, sera mpya ya nishati ambayo na yenyewe sasa inakaribisha uwekezaji wa sekta binafsi katika kuzalisha umeme. Sasa semina hii tuliyokuwa nayo leo itaanza kujenga uelewa zaidi kwa namna gani bora sekta binafsi inaweza kushiriki katika uzalishaji wa umeme. Tunahitaji umeme mwingi sana. Kwa sasa tunapokea megawati 135.7 kutoka TANESCO, lakini mahitaji yetu halisi ni megawati 165. Hivyo tuna mapungufu ya karibu megawati 30. Serikali imekuwa inachukua jitihada mbalimbali kuhakikisha kwamba upatikanaji wa umeme unakuwa endelevu, na hasa ikizingatiwa kwamba kumekuwa na uwekezaji mkubwa sana katika visiwa hivi vya Unguja vya Zanzibar, uwekezaji ambao unahitaji umeme kwa kiasi kikubwa. Nitoe mfano mmoja tu. Sasa hivi tunafanya maandalizi ya michuano ya AFCON, ambapo unajengwa AFCON City, ambapo pamoja na ile stadium. AFCON City peke yake inahitaji megawati 8. Peke yake AFCON City megawati 8, wakati kebo zetu zilizokuja eneo la Fumba zimeshafikia ukomo wa uwezo wake wa kubeba umeme. Kwa hiyo ni lazima kwamba tuwe na njia nyingine ya kuzalisha umeme mbadala, lakini vile vile kwa kuwa kebo zetu haziwezi tena kuruhusu umeme zaidi kwa sasa, na pengine tukiamua kubadilisha hiyo kebo itachukua si chini ya miezi 18 kujenga kebo mpya, na Zanzibar kwa sasa hatuna luxury hiyo ya kusubiri miezi 18. Umeme tunaohitaji tuliuhitaji jana. Mafunzo haya yanatarajia kuongeza ufanisi kwa watendaji wa ZIPA katika kusimamia miradi ya uwekezaji, hususan ile inayolenga kuimarisha matumizi ya nishati safi na endelevu kwa maendeleo ya Zanzibar. Nikiripoti, mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.